Ni wiki ya wanaume chini ya Jumuiya ya SMAUJATA Tanzania. Mkoani Manyara wanaume wamekuwa na maoni tofauti. Tena tukawasikilize maoni yao. Mimi naitwa John Walter. Kwa majina naitwa Pascal Ami, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Sanda. Nashukuru kwa nafasi hii. Mimi napenda nizungumzie siku ya wanaume duniani. Kwa kweli ni siku nzuri sana, kama wanawake wanavyoadhimisha siku ya wanawake duniani, na sisi kupewa nafasi hiyo pia kuadhimisha siku ya wanaume duniani ni jambo la heri. Lakini pia hii siku ya wanaume duniani ikawe chachu kwa wanaume kufanya shughuli za maendeleo, waachane na imani potofu. Sasa hivi tunapata habari kwamba mtu akiguswa tu bega anapoteza sehemu zake za siri, lakini kimsingi sio kweli. Na mimi na ushauri tu kwa wanaume wote duniani, wakashughulike na familia zao, wakashughulike na majukumu yao, waachane na makundi mabaya, kwa mfano matumizi ya pombe kali, matumizi ya madawa ya kulevya, lakini pia waache unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake, zaidi wakatengeneze usawa katika familia zao. Nafikiri siku hii ni nzuri kwa wanaume wote, siku hii ni nzuri kwa vijana, kwa sababu nao pia ni wanaume. Kwa hiyo tunaishukuru serikali, lakini kipekee SMAUJATA kuleta hii siku ya wanaume duniani. Kwa hiyo tutakapoenda kuadhimisha kilele cha siku ya wanaume duniani, lakini tuzingatie sana ile miiko ambayo tumewekewa sisi wanaume, kwamba tuheshimu familia zetu, tujenge uchumi wa familia, lakini pia tunajenga na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa majina naitwa Pascal Ami, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Sanda. Nashukuru kwa nafasi hii. Mimi napenda nizungumzie siku ya wanaume duniani. Kwa kweli ni siku nzuri sana, kama wanawake wanavyoadhimisha siku ya wanawake duniani, na sisi kupewa nafasi hiyo pia kuadhimisha siku ya wanaume duniani ni jambo la heri. Lakini pia hii siku ya wanaume duniani ikawe chachu kwa wanaume kufanya shughuli za maendeleo, waachane na imani potofu. Sasa hivi tunapata habari kwamba mtu akiguswa tu bega anapoteza sehemu zake za siri, lakini kimsingi sio kweli. Na mimi na ushauri tu kwa wanaume wote duniani, wakashughulike na familia zao, wakashughulike na majukumu yao, waachane na makundi mabaya, kwa mfano matumizi ya pombe kali, matumizi ya madawa ya kulevya, lakini pia waache unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake, zaidi wakatengeneze usawa katika familia zao. Nafikiri siku hii ni nzuri kwa wanaume wote, siku hii ni nzuri kwa vijana, kwa sababu nao pia ni wanaume. Kwa hiyo tunaishukuru serikali, lakini kipekee SMAUJATA kuleta hii siku ya wanaume duniani. Kwa hiyo tutakapoenda kuadhimisha kilele cha siku ya wanaume duniani, lakini tuzingatie sana ile miiko ambayo tumewekewa sisi wanaume, kwamba tuheshimu familia zetu, tujenge uchumi wa familia, lakini pia tunajenga na uchumi wa taifa kwa ujumla. Ni kweli miaka ya nyuma wanaume ndio wanaopiga wanawake, na kesi nyingi unakuta wanawake wamelalamika, wamepigwa. Lakini miaka sasa hivi unakuta mwanaume ndio akapigwa badala ya mwanamke. Lakini tatizo kubwa, mimi naona wanawake wamepewa nguvu sasa hivi. Wanawake sasa hivi wakilalamika kidogo wanasikilizwa sana. Wanaume wanaonekana hawasikilizwi, lakini mimi naona labda serikali sasa wasikilize kwa usawa. Mwanaume akilalamika naye asikilizwe, mwanamke akilalamika naye asikilizwe, na pia waache tabia kupiga waume zao. Mimi naitwa Eli Nahatu Khusa. Sawa. Ni mtu wa Dodoma. Okay. Nimekaa huku. Sasa maoni yangu, vijana hawazamini wazee. Sawa? Unanisikia? Vijana wa siku hizi wanaona mzee ni nyanya bichi. Hata chakula hapati, hata sabuni hapati. Wanapita tu hivi tu, wao wanacheza tu mchezo wao ambayo wanaicheza. Sisi tulikuwa tunasikia ya wazazi. Sasa siku hizi vijana wasikii. Sawa bwana? Mimi hapa. Halo. Shida naipata sasa.
familia yangu wanizamini. Kwa majina naitwa Bwana Samuel Yohana Michael. Wanaume wanafanyiwa ukatili mwingi tu. Kwa mfano kwenye maisha tu ya kawaida, wanaume hawezi kuripoti matukio mengine. Kwa mfano unaweza ukanyimwa toka usiku mpaka asubuhi, mwanaume anahangaika, hawezi kupewa mzigo. Hiyo nayo ni changamoto. Jambo la pili, naweza kuangalia wanaume wengine pia wanawake wanafanyia ukatili. Kwa mfano mwanamke anakuvuta sehemu za siri, hiyo si nayo ni changamoto babo. Vitu kama hivyo vinatokea sana kwenye jamii kwa wanaume, lakini wanaume sio rahisi kwenda kuripoti. Hiyo ni jambo la kwanza. Sasa nafikiri sasa labda kungekuwa na uwezekano wa serikali kuandaa labda wiki hii, ingekuwa ni muhimu sana kwa wanaume, ila serikali iendelee kutafuta maoni ya wanaume mbalimbali kwenye maeneo yetu. Wanaume kunyanyasika inatokana, kwanza, jambo la kwanza, hata wanaume wengine hawajishughulishi kipato duni. Sasa mtu anapokuwa na kipato duni anadharaulika. Unajua brother, kwenye familia tu usipokuwa na kipato si unadharaulika. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini kitu cha pili, mwanamke kuwa na kipato juu ya mwanaume zaidi, hiyo pia ni changamoto, kwa sababu mwanaume ukiwa na kipato hamna tatizo, lakini mwanamke akishakuzidi kipato, hiyo inakuwa ni changamoto kwanza. Jambo nyingine ni kwamba ni kweli wanawake wanatunyima, lakini ningetamani kwamba kwa sababu sasa hivi wanatukata hata vitu vyetu bwana. Mimi ningetamani wasitukate bwana vitu vyetu. Kama wanawake wametuona sasa hatuna haki, kwa hiyo bwana, kama wameshindwa kutupatia mizigo, basi wasitukate vitu vyetu bwana. Ukatili unaendelea kufanyika, kwa mfano hapa Kateshi, Dareda na maeneo hapa karibu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, naomba haya maoni yetu yawafikie wakubwa bwana huko mbele. Wakitunyima wasitukate. Mimi naitwa Abdullahi Alidi Malesa. Wanaume tuna shida nyingi, tuna changamoto nyingi ndani ya nyumba zetu. Kwa kupeleka hatuna. Leo hii mwanamke akienda mahakamani analia, anasikilizwa. Wewe mwanaume huwezi kwenda polisi au mahakamani unalia, haiwezekani. Kwa hiyo wanaume wamebaki na wanaume jina, lakini kwa haki hatuna. Na pa kwenda hatuna, na pa kulia hatuna. Na sababu kubwa ni kwa sababu ile usawa ule umesababisha kwamba sasa hivi hakuna mwanamume wala mwanamke kwenye nyumba. Wewe unatoka, mwanamume anatoka, mwanamke anatoka, mkirudi kila mtu amechoka, mtu wa kupika hamna. Kwa hiyo changamoto hizo ndio zilizotukumba. Sababu kubwa ule usawa. Lakini Mwenyezi Mungu wakati anatuleta duniani alisema kuna na waumbeni kwa tabaka na kila mtu kwa faida yake. Kwa hiyo wewe unapotaka kwenda kumwoa mwanamke unatoa mahari. Yeye anapokuhitaji wewe hapana chochote, unamleta, lakini baadaye inakuwa shida zaidi kwako. Kwa hiyo shida hiyo ndio inatupata wanaume, ndio maana unakuta tunaugua maradhi yasiyoponeka, hatupakwenda hatuna, tunakufa wengi. Wanawake ndio wengi waliobaki, wanaume wengi wanaisha. Kwa hiyo tunakufa kwa sababu ya shida na matatizo na nini, na wengi wetu tunapata shida kwenye majumba, sio mitaani, ndani ndio kwenye shida. Na kuna kuripoti sasa wanaume. Utaripoti ni kwa nani? Dawati lipo la mama, dawati lipo la watoto, lakini sijasikia chombo chochote kinachoitwa au waziri wa wanaume, sijamsikia. Kwa hiyo serikali tuangalie kama kuna uhaki sawa, basi na sisi tuwekee wizara zetu, tutakimbilia huko tukaseme matatizo yetu, angalau na mama nao wazipitiwe kidogo, kwa sababu wana mama wameachiwa sana kiasi kwamba sisi sasa hivi ukweli tuna hali ngumu sana. Kwa hiyo tunaomba serikali basi tuangalie kwa hali hiyo. Na mimi nakubali kwamba kweli ni wiki ya wanaume, lakini nilikuwa sijui, nimejua sasa hivi. Nilikuwa nasikia tu kwenye vyombo vya habari wanaume sijui wamekutana Dar es Salaam kwenye kongamano gani, lakini sina uhakika kwamba kuna siku ya wanaume ndani ya taifa hili. Ila sasa hivi labda leo ndio nitakuwa naangalia, leo tarehe 23 mwezi wa 4 2026. Huenda nitakuwa na kumbukumbu kidogo. Lakini je, wanatusaidia nini kama wametuwekea hiyo siku? Na tunaenda wapi? Na tunaenda kushtakia matatizo yetu wapi? Tuangaliwe. Wanawashauri nini? Sisi ni wanaume wote hapa, hakuna changamoto, mtu ambaye hana changamoto ndani kwake. Hakika. Mimi nawashauri wanaume kwanza tuwe wavumilivu zaidi, kama Mungu alivyosema kwamba wanaume ndio walinzi wa wanawake. Kwa hiyo tuwe majabali kwa kulinda na sisi tunasemaga la wanawake alinogi. Bila mwanamume hakuna jambo linalonoga. Kwa hiyo wanaume tuwe wavumilivu, na mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kumtosa mwanamume katika ulimwengu kama ilivyo Adam na Eva kule.
katika pepo. Kwa hiyo tuvumilie mateso. Tuvumilie, lakini tuwe na vyombo vya kutusaidia. Sio tuvumilie mpaka tunapatwa na magonjwa ya moyo, sijui pressure, sijui nini, baadaye tunakufa kabla ya muda wetu. Kwa kweli tuangalie kwa hilo. Na washauri wanaume tuwe wavumilivu zaidi ya hapo, lakini tusaidiwe.